بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أدب الطبيب المسلم، آداب زدكتاري وكيسلام. أدب الطبيب المسلم لتأليف الشيخ الدكتور عبد الغني أحمد التيمي حفظه الله تعالى ورحمه الله. بعد الحمد لله، يقول الدكتور: وبعد، فإن مهنة الطب هي مهنة الرحمة. حقيقة كازي udaktari ni kazi ya rehma, واللين والرفق na upole na ulaini. Mihnatul mawadda ni kazi ya mapenzi, wanushi walqurb min alqulub, na nasihi, yani kusafisha mtu moyo wake na kulainisha na kuwa karibu na nyoyo. Walmashair, na pia ni kazi ya hisia, mtu kuwa ana athirika kwa kile anachokiona mbele yake. Mihnatul amana walkhuluqi wa hifdhi sirri, ni kazi ya uaminifu na tabia njema na kuhifadhi siri. Ghaira anna hadhihi almihna taraa alaiha ma taraa ala an-nufus walmujtami'at, isipokuwa kazi hii imeingiliwa leo na ikavamiwa na ikatokewa na yale yenye kutokewa na nafsi, ma taraa ala an-nufus, yale ambayo yenye kuingia na kuzuka juu ya nafsi, walmujtami'at, na jamii. Birriqati tin, katika ule ulaini wa dini, mtu akawa dini yake ni nyepesi. Wa dha'fi al-khuluq, na udhaifu wa tabia. Wa naakasa alaiha ba'dhu amradhi al-qulub, na zikawa na pakatokea mabadiliko juu yake baadhi ya yale maradhi ya nyoyo fi mujtami'atina al-islamiyya, katika jamii zetu za Kiislamu. Mimma tasallala min mujtama'ati la tadinu bil Islam, katika yale yaliyopenya kutoka katika jamii ambazo hazifati muongozo wa dini ya Kiislamu, zikaingia katika Uislamu, katika jamii za Kiislamu. Wala taarif laha shi'aran ghaira al-manfa', wala jamii hizo hazifahamu nembo yoyote wala sura yoyote zaidi ya kupata manfaa katika mambo yao. Wala dinan ghaira al-maslahati wal matami', wala jamii hizo hazifahamu dini isipokuwa kuwa na maslahi na kuwa na matumaini katika mambo yao. Fabtulia ba'dhu al-atibba kaghairihim min an-nas bihubbi dunya, wakatahiniwa baadhi ya madaktari wakawa kama wengineo katika watu katika jambo la kuipenda dunia. Wametahiniwa leo baadhi ya madaktari kama wengineo walipotahiniwa katika watu wa kuipenda dunia. Wa shiddati shuhi wal jasha, na ikawa wana ubakhili wa hali ya juu, kadhalika wanapupa ya kupenda kula tu. Falam yukhlisu nusha, ikawa mtu hakuitakasa nasaha yake kwa ajili ya Allah. Walam yutqin al-amal, wala hakuifanya vizuri kazi yake ya daktari. Walam yattaqillaha fi mashaa'ir al-marda, na wala hakumuogopa Allah katika ulimuonekano na hali ya wagonjwa. Walam yakhafu Allah fi ajsadihim, na wala hakuwa ni mwenye kumwogopa Allah katika miili ya wagonjwa hao, a'dha'ihim, na viungo vyao. Walam yar'u lillahi hurmata fi asrarihim wa matamanuhu alayhi, na wala hakumhofu Allah katika ule utukufu wa siri zao wagonjwa hao na kile ambacho wagonjwa wamemwamini daktari huyo. Walakin lam takhlu al-umma walillahi alhamd min atibba nasaha, lakini umma huu haukuepuka moja kwa moja ukawakosa, walillahi alhamd, madaktari ambao ni wenye ukweli, wenye kunasihi, hukama, ruhama, wenye hikma, wenye huruma, dhawi aidin rahiman wa qulubin mu'mina, wenye mikono yenye rehma na nyoyo zenye imani. Alaju bidawa wa dua, wakawa wanatibu wagonjwa kwa kuwapa dawa na dua. Bilibri wal basma, kwa kuwatoga sindano, kadhalika na kuwa na furaha
ikawa yuko na mgonjwa anaonyesha tabasam bilmishrat walmushaf, ikawa anamtibu mgonjwa kwa kuwa na mkasi anapasua katika mwili wake kwenye jeraha lilomsibu, kadhalika pembeni na msahafu anafanya yale ambayo dini inamuongoza. Wa hadha alkutayb yulqi adh-dhaw'a ala ba'd adab hadhihi almihna, na inshallah kitabu hichi kidogo kitatoa mwanga juu ya adabu ya kazi hii aljalila iliyokuwa tukufu. Wama li sahibiha min alajri walmathuba, na kile anachokipata mwenye hii kazi daktari katika ujira na thawabu, idha ihtasaba fi amalihi wa akhlasa fi qasdihi, pale ambapo atapoweka matarajio katika amali yake kupata ujira wa Allah na kuwa na ikhlasi katika makusudio yake. Na haya tumeonelea tuyazungumze kwa sababu leo alhamdulillah katika miji yetu vijana wengi wanamaliza elimu ya advance, wanaingia vyuo vikuu kujifunza na kusomea udaktari, ima kusomea unesi au udaktari wa moja kwa moja, na wale ambao watakokuwa hawakumaliza wameingia diploma wakaanza kusoma katika fani hizo na misingi hiyo. Watu wasijisahau kwamba hii kazi ya udaktari ni kazi iliyokuwa kubwa mno, ni kazi yenye adabu katika dini yetu ya Uislamu, ni kazi ambayo lau kama ataitia nia nzuri mfanyaji wake atakuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah. Wangapi katika watu madaktari waliokoa maisha ya watu, wangapi katika wale ambao ni sifa hii ya daktari wakawafanya wazima watu biidhnillah na taufiki yake Allah. Kwa dada yangu Muislamu, kaka yangu Muislamu, kijana wa Kiislamu, ulijifunza kazi hii ambaye upo mwanzoni kusomea daktari, kadhalika yule ambaye tayari umeajiriwa ima katika sekta binafsi au umeajiriwa katika taasisi ya kijamii au katika serikali, fahamu hizi adab ili upate ujira mbele ya Allah. Kazi yako ni ngumu sana, kazi yako ni nzito sana, unabeba siri za watu wengi, unajua aibu za watu wengi, unakaa faragha, unashughulikia mambo ya wengi katika wanadamu, unaokoa na kuimarisha miili ya watu wengi. Sasa jambo hili linahitaji ikhlas, jambo hili la adabu zake, la misingi yake. Inawezekana ikawa ni sababu ya wewe kupata ujira mbele ya Allah, ukanyanyuliwa daraja, ukawa ni katika wale ambao Allah anawaridhia na kuwapenda, na kwa kazi hii ikawa ni sababu ya kupata maangamizo ya Allah na ghadhabu za Allah na ukazikosa radhi zake. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanamfanya kila mmoja awe makini. أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وأن يجعله من صالح العمل ونافع العلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا سمم تنزي الله أم حفاظي نموم الله أجا anufaishe kwa kitabu hichi mwandishi wake na msomaji wake, na aijalie kazi hii ni katika matendo mema na yenye kunufaisha katika ilmu. Yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomnufaisha mtu mali wala watoto, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.